Ili kuweza kupata habari zilizo muhimu na zilizo za uhakika zaidi sana, mpendwa mtazamaji, tunakuomba moja kwa moja uwe unajiunga na Tukutane TV kila kukicha, ili uweze unapata habari popote ambapo unatufuata ulimwenguni. Nakupatia tu kwamba ni muda mzuri tena wa kuweza kupata taarifa yetu habari katika lugha tukufu la Kiswahili, ambapo msomaji wenu Juma J Masuku, kwa nyuma ya kamera ni Pepe Wilonta. Kwanza ni muhtasari wa habari zenyewe, yaani vichwa vilivyounda habari hii. Baraka. Milio ya risasi ambayo inaendelea kusikika kila kukicha ndani ya mji wa Baraka yamejenga hofu kubwa kwa raia wote ambao wanakwenda kupatikana hapa mjini Baraka, na baadhi ya raia wanafanya kazi zao bila amani kabisa. Tutakuwepo hapo mjini Uvira siku hizi 2-3, hali imerudi kuwa tulivu baada ya wiki iliyopita wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC kuweza kuzua ugomvi mzito ambao ulisababisha ukosefu wa usalama maeneo hayo. Hata hivyo, tutakuwepo huko groupment ya Bijombo katika milima ambayo inayoelekea mji wa Uvira. Ni kwamba siku ya hii ya leo ya siku ya 4 ya tarehe 7 mwezi huu wa 5 mwaka 2025 kumeweza kuzuka mapambano makubwa kati ya jeshi la taifa FARDC wazalendo dhidi ya Twirwaneho, muungano wa Android pamoja na Twirwaneho. Kuna hayo na mengineo, mpendwa mtazamaji, tutakuwepo huko Ruchuru, Beni na mwenzangu Dynamic Malembe. Karibu kuweza kufuata taarifa yetu habari toka kisima hichi cha habari cha Tukutane TV. Baraka. Milio ya risasi ambayo inaendelea kusikika kila kukicha ndani ya mji wa Baraka imejenga hofu kubwa kwa raia ambao wanapatikana katika mji huo, huku wengi wao wafanyi kazi zao kabisa kwa amani, kwa sababu imekuwa kama vile ni kawaida sana ndani ya mji wa Baraka kipindi hichi. Risasi zinalia ovyo. Baada ya kutembelea baadhi ya raia ndani ya mitaa, hawa waogopa kusema katika vyombo vya habari. Wamesema kwamba uzalendo kwao umeshakuwa tishio, uzalendo kwao umekuwa ukosefu wa amani, huku milio ya risasi kila kukicha yaendelea kusikika ndani ya mji wa Baraka. Wengi wao wanasema kwamba ni makundi kuwa mengi ya kizalendo ambayo yanakosa muongozo ndio yanasababisha milio ya risasi endelee kusikika ndani ya mji wa Baraka. Juhudi zetu Tukutane TV kuweza kutafuta baadhi ya viongozi wa wazalendo ili kuweza kuweka hili sawa na raia wapate kuwa na uhakika wa swala hili la machafuzi kila kukicha, huku juhudi zetu zimeweza kuamulia patupo. Tutoke mji wa Baraka tujielekeze hapo Uvira, ambapo wiki 2 zilizopita kulikuwepo ukosefu wa usalama kati ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo ambao walizua ugomvi mkubwa, na huku raia wengi wakakosa amani kabisa. Shughuli zote ziliweza kuzorota. Hata hivyo, watoto wa shule hawakuweza kujipatia nafasi ya kwenda kupata elimu kwa amani. Baada ya kutembelewa na waandishi wa habari, Bernard Kadogo Katondo, msemaji wa wazalendo mjini hapo Uvira, alisema kwamba swala hili atakwenda kuliweka sawa, huku atakwenda kukutana na viongozi wa serikali waweze kuikaa chini ili kuendelea kutatua mzozo kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo ambao haishi kupigana katika tarafa ya Uvira. Hata hivyo, kwa nyakati hizi tunategemea kwamba alichokisema msemaji huu wa wazalendo hapo tarafani Uvira, Bernard Kadogo Katondo, kwamba limeweza kupata unafuu, kwa sababu siku hizi 2-3 amani imerudi na shughuli zote zimerudi kama kawaida hapo mjini Uvira. Tujielekeze huko groupment ya Bijombo kwenye milima mirefu inayonikia mji wa Uvira, ambapo siku hii ya leo asubuhi ya siku hii ya 3 kwa mrazi ya tariki 7 mwezi huu wa 5 mwaka 2025 umeweza kutokea mashambulizi ya ghafla ambayo yamesababishwa na Red Tabara, muungano wa Android pamoja na Twirwaneho dhidi ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo katika groupment hiyo. Hiyo imekosesha usalama. Watu wengi wamekosa nafasi za kukimbia, maana risasi zilikuwa za kutosha na mapambano yalikuwa ni makali zaidi, huku mpaka sasa ripoti kamili ya mapambano hayo haijatolewa, kwa sababu kuna watu wengi kulingana na duru za mahali zinasema kwamba vifo vimeonekana kuwa vingi mahali hapo. Punde tu kesho, katika taarifa zetu za kesho kwa mrazi, utakwenda kusikia taarifa zetu na tutakwenda kukuletea yote ambayo yamepatikana katika groupment hiyo ya Bijombo. Mapambano hayo makali yalizuka leo asubuhi, mpendwa mtazamaji, kati ya kundi hizo tatu
ambazo zimejiunga pamoja dhidi ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo, na hayo yamefanyika katika kijiji cha Bugeti pamoja na Muramvya. Kumbushe kuwa yasemekana kwamba kundi hizi Red Tabara, Muungano wa Android pamoja na Tuganeo ni kwamba zinatembea nyuma ya kundi hili la AFC M23 ambayo yasababisha ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutoke hapo Uvira mpendwa mtazamaji, Kivu Kusini, tujielekeze Kivu Kaskazini mjini Beni. Zaidi ya watoto 18 wametoka katika makundi yanayoshikilia silaha, walitekwa siku zilizopita na tayari walikuwa wameshafanyika kuwa wanajeshi. Hata hivyo waliweza kurudishwa mikononi mwa shirika la raia hapo Beni. Kulingana na Pempe Kavota, kiongozi wa shirika la kiraia hapo Beni, amesema kwamba ameweza kupokea watoto hao 18 ambao walikuwa tayari wameshakuwa askari jeshi, wako na umri chini ya miaka 18, na hao walitekwa katika vijiji tofauti tofauti huko Kivu ya Kaskazini, hususani sana tarafani Rubero. Kitengo kinachohusika na kuweza kutunza watoto katika MONUSCO wameweza kusema watoto wao warudishwe mashuleni haraka iwezekanavyo na waweze kupewa matunzo yaliyo bora zaidi. Tumalize taarifa yetu ya habari siku ya leo mpendwa mtazamaji, na habari zitokazo huko Ruchuru ni hapo Kivu ya Kaskazini. Zaidi ya watu 4 kuuawa na majeruhi kuwa mengi. Hiyo ni baada ya roketi mojawapo kuweza kurushwa na wanamgambo wanaomiliki silaha kinyume na sheria hapo Ruchuru siku hii ya pili ya tariki 6 mwezi wa 5 mwaka 2025. Mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili, ambapo msomaji wenu Juma J Masuko, kwa nyuma kamera ni Pepe Wilonja. Endelea kupata habari zilizo za uhakika zaidi kutoka channel yetu hii ya Tukutane TV, kisima cha habari, kwa kusubscribe, kwa kulike, kwa kucomment na kushare kazi zetu. Hiyo itatufanya tuwe juu zaidi na tuweze kusonga mbele na tukuletee kile ambacho ni cha uhakika zaidi. Tukutane katika taarifa zetu zingine. Asanteni.